Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan amesema serikali itaendelea kulinda na kuimarisha uhuru wa vyombo vya habari nchini ili wananchi wapate taarifa sahihi kwa wakati na kutoka ndani ama nje ya nchi. Akizungumza hii leo Novemba 14 jijini Dodoma wakati wa ufunguzi wa bunge la 13, Rais Samia amesema uhuru wa vyombo vya habari ni msingi wa uwazi, uwajibikaji na kujenga taifa lenye uelewa mpana kuhusu masuala yanayolihusu. Tutaendelea kulinda uhuru wa vyombo vya habari ili Watanzania wapate haki ya kupata taarifa za ndani na nje ya nchi. Tutaendelea kutoa leseni kwa vyombo vya habari na kulinda uhuru wa kufanya kazi zao kwa kufuata sheria za nchi. Tutaimarisha vitengo vya habari vya serikali ili viweze kutoa habari kwa weledi na kwa wakati. Aidha, tutaendelea kutambua waandishi wa habari za maendeleo nchini kupitia tuzo ya Samia Kalamu Awards. Mheshimiwa Spika, maendeleo ya nchi yoyote yanaonekana katika utamaduni na ustaarabu wake. Isitoshe, katika dunia ya leo, utamaduni ni bidhaa na utamaduni ni uchumi. Hivyo tutakuza na kuifanya lugha yetu ya Kiswahili kuwa bidhaa. Tutaendelea na maandalizi ya ujenzi wa studio. Vile tutaendelea na maandalizi ya ujenzi wa studio ya kisasa ya filamu ili kupandisha thamani ya kazi za wachezaji filamu wetu hapa nchini. Tutajenga ukumbi wa kisasa wa maonyesho ili kuwawezesha wasanii wetu kufanya matamasha ya kimataifa na kuvutia wasanii wa nje wakubwa kuja kufanya matamasha hapa nchini. Tunataka sanaa na filamu na muziki zitengeneze ajira na kuchangia uchumi wa taifa. Ili kuhakikisha vijana wanapata nafasi ya kushiriki katika kujenga mustakabali mwema wa taifa letu, tutaweka kipaumbele kwenye ushirikishwaji wa vijana katika masuala ya maendeleo yao. Natambua kumekuwa na majukwaa mengi ya kuwafikia vijana, ila bado shughuli zao zinafifishwa na masuala ya kisiasa na majukwaa hayo kupoteza malengo na mvuto kwa vijana. Mimi na wenzangu serikalini tumefikiria kuwa na wizara kamili itakayoshughulikia na mambo ya vijana. Asante sana waheshimiwa wabunge. Tumeamua kuwa na wizara kamili badala ya kuwa na idara ndani ya wizara yenye mambo mengi. Vile ninafikiria kuwa na washauri wa masuala ya vijana ndani ya ofisi ya Rais. Jambo jingine tuliloahidi kulitekeleza ndani ya siku 100 za awali za kazi ni kuchukua hatua za kuongeza mitaji kwa ajili ya shughuli za kiuchumi za vijana na wanawake kwa kutenga shilingi bilioni 200. Serikali inaendelea kuangalia njia nzuri ya kuimarisha mfuko huo kwa lengo la kuongeza ufanisi kwa walengwa. Aidha, kwa kushirikiana na sekta binafsi, tutaanzisha madirisha ya uwekezaji kwa vijana, yani Youth Investment Windows. Madirisha haya yatatoa mikopo nafuu na mitaji ya uwekezaji kwa biashara za vijana. Hizi ni nondo za habari kutoka Kimgongo TV na mimi ni Charles Fabian. Maisha ndani ya Dodoma kwa sasa yamerahisishwa na 5G Hotel. Hoteli ya kisasa yenye vyumba vikubwa na vyenye mazingira tulivu na salama kwa muda wote. Breakfast ya bure, huduma ya chakula na vinywaji, DSTV, Azam TV na free wifi. Lingine kubwa ni kwamba njoo na gari lako, kwani parking ni ya kutosha. Tunapatikana Dodoma Kisasa karibu na Alberto Pub. Kwa maelezo au mawasiliano zaidi, piga simu namba 0794120002 ama 0715
0767303006 au tembelea mitandao yetu ya kijamii kote tukisomeka kama 5G Hotel.